Hali ya haki za binadamu na utawala bora, kama tunavyofahamu kwa sasa, Tanzania tunafahamu kwamba imeridhia mikataba mbalimbali ya utunzaji wa haki za binadamu na utawala bora nchini. Kwa kutokana na kuweza kuridhia mikataba ile, imeendelea kuimarisha ulinzi wa haki za binadamu nchini, kwa sababu kupitia mikataba mbalimbali haki za binadamu zimeendelea kulindwa na wananchi wameendelea kuelimishwa sasa kuhusu kwamba kutokana na ili haki ya mtu iweze kulindwa, basi inatakiwa aweze kufahamu ni haki gani ambayo kwa mfano baada ya Tanzania kuridhia mkataba wa haki za binadamu na utawala bora, iliweza kutunga sheria. Tunaona katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna sheria, kuna haki mbalimbali ambazo zimetajwa pale. Ile lengo ni kuhakikisha kwamba zile haki zinalindwa. Wananchi wazifahamu sasa, kwa sababu wengi hawafahamu. Wananchi wazifahamu, waweze kuzifahamu kwamba hizi ndio haki zangu na hii ndio haki niweze kulinda mimi, lakini pia niweze kulinda haki ya mtu mwingine ambaye yuko katika amenizingira pale katika jamii yangu. Unaona, ndio maana tunaenda kutoa elimu au kuhamasisha hii haki za binadamu katika makundi mbalimbali katika jamii. Lakini pia hata watu wengine ambao ni watu wazima wakipata hii elimu inakuwa inasaidia. Utaona kwamba vitendo vile vya uvunjifu wa haki za binadamu na udhalilishaji ambao unaondoa utu wa mtu vinakuwa vinapungua katika jamii, kwa sababu bila elimu mtu hawezi kufahamu ni kwa namna gani anaweza akalinda ile haki au akalinda haki ya mwenzake. Lakini pia kutokana na hii elimu tunayoitoa au uhamasishaji ambao tunaofanya katika jamii, watu wanafahamu kwamba kwa kuwa Tume ya Haki za Binadamu ndio yenye jukumu la kulinda na kutetea haki za binadamu nchini, tunaweza kuwasilisha malalamiko yetu pale na tukaweza kupata suluhisho ya matatizo yetu yale ambayo yamekuwa tumevunjiwa haki za binadamu. Kwa hiyo ndio hali ambayo kwa sasa unaona kwamba hali inaendelea kuimarika kutokana na kwamba Tanzania imeridhia ile mikataba, lakini pia watu wameendelea kwa sababu ya kuridhia, watu waendelea kuelimishwa na haki za watu zinaweza kulindwa. Maonyesho haya ya Sabasaba ya mwaka huu 2026 kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunahamasisha haki za binadamu nchini, na ili watu waweze kupata fursa sasa, wale wote ambao watatembelea banda letu la Tume ya Haki za Binadamu waweze kupata fursa ya kuweza kwanza kupata elimu ya haki za binadamu na utawala bora, waweze kufahamu haki zao na wajibu wao kwa jamii, kwa sababu kila haki ina wajibu wa kutekeleza ili uweze kuipata hiyo haki. Lakini pia wataweza kuwasilisha malalamiko. Tutapokea malalamiko na kuyashughulikia papo kwa papo kwa mtu yote ambaye atakuja kwenye banda letu na kuweza kuwasilisha malalamiko yake. Lakini kwa yale malalamiko ambayo yatakuwa hayako katika mamlaka ya tume, tutatoa ushauri wa haki za kibinadamu, ni wapi aweze kwenda ili aweze kupata msaada ambao utamsaidia aweze kupata hapa.